يهده الله فلا مضل له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم آمين. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumsalia alayhi salatu wassalam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wanaomefaulu wale ambao wanaendelea kumwogopa Allah jalla wa ala. Ndugu zangu katika imani, tupo katika hutubatul Jumaa, hutuba ambazo Waislamu wanakumbushana mambo mbalimbali yanayohusu dini yao, yale mazuri waweze kushikamana nayo na yale mabaya waweze kujiepusha nayo. Innaha tadhkiratun al-usbu'iyya, hakika si vinginevyo ni ukumbusho wa kila wiki ambao ukumbusho huu Muislamu anatakikana aurejeshe katika mazingira yake ya kila siku ili aweze kunufaisha na ukumbusho wa kila wiki. Ndugu zangu katika imani, biidhnihil karim tutakumbushana asl min usul hadhihi dawa, msingi katika misingi ya hii dawa, wahia alilm, na msingi mkubwa ambao hii dawa umesimamia ni swala la elimu, taallum wa taalim, kujifundisha lakini pia na kufundisha. Ndugu zangu katika imani, kwa nini msingi wa dawa ambao ni msingi mkubwa ni msingi wa elimu? Kwa sababu elimu ndiyo ambayo inafanya kila kimoja kiweze kusimama katika usawa wake. Elimu ndiyo ambayo inafanya kila jambo liweze kukaa katika sehemu yake, na ndiyo maana elimu ndiyo inatangulizwa zaidi kushinda jambo lolote lile katika mambo ya dini hii ya Uislamu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pale alipoandika kitabu sahihi al-Bukhari, katika kitabu al-ilm akaandika mlango babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal, mlango unaozungumzia elimu kabla ya kauli na vitendo. Akatujulisha kwamba haifai kwa Muislamu kuzungumza basi na kuwa na elimu. Akatujulisha kwamba haifai ya Muislamu kutenda basi na kuwa na elimu. Akatuonyesha kwamba elimu inatangulizwa juu ya kila kitu, na ndiyo kwamba elimu inatangulizwa juu ya kila kitu, kwamba elimu ndiyo inayotufundisha sala, elimu ndiyo inayotufundisha zaka, elimu ndiyo inayotufundisha haji, elimu ndiyo inayotufundisha funga, elimu ndiyo inayotufundisha juu ya matengamano au juu ya maisha ya ndoa, elimu ndiyo inayotufundisha namna ya miamala juu ya Muislamu na Muislamu mwenzake, miamala juu ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu.
Kwa kutumia elimu kila kitu kinakaa katika sehemu yake, na kwa kuondoka kwa elimu kila kitu kinatoka katika sehemu yake. Na ndio maana hata hii dawa na jitihada zifanywa muda mrefu, lakini tumeshindwa kufika katika malengo ya kweli kwa sababu ya walinganizi kuwa mbali na elimu, walinganiwa kuwa mbali na elimu. Lakini ndugu yangu katika imani, hivi unavyoona watu wanaofanya jitihada ndivyo kizazi cha mwanzo kilifanya jitihada, na jitihada zake ndizo ambazo zimetufikia sisi. Mimi na wewe tunasema nahnu minal muslimin, sisi ni katika Uislamu, lakini ukumbuke Uislamu huo aliuanza Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Uislamu huu ambao tunaozungumzia sisi sasa aliuanza Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ikisha wakaja wakasilimu wanaume, ikija wakaja wakasilimu wanawake, kaja kizazi na kizazi, anakufa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu huu haujaenea katika huu ulimwengu, bali Uislamu huu ulienea katika ulimwengu baada ya masahaba zake kufanyia kazi kile alichokiacha. Ndugu zangu katika imani, masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini wamefanya jitihada kubwa katika hii dini? Kwa sababu wao ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, darasu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shahadu tanzila. Wao walijifundisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na walishuhudia wakati wa hayo unashuka. Hawakufanya jitihada katika hii dini, isipokuwa walifanya jitihada baada ya kuisoma hii dini. Baada ya kusoma hii dini na wakaelewa thamani ya hii dini, na ndio maana wakafanya jitihada. Ndugu zangu katika imani, hakuna mkombozi baada ya Allah subhanahu wa ta'ala wa hii dini isipokuwa ni elimu. Hakuna mkombozi baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii dini isipokuwa mkombozi mkubwa ni elimu. Al-ilm tukawimu al-bid'ah, العلم تقاوم المنحرفين عن صراط المستقيم. elimu ndio inayopambana na bid'a, lakini elimu ndio inayopambana na wale waliopinda katika njia iliyonyooka. Elimu pekee yake ndio inafanya mukawama. Maana yake ikikosekana kila kitu kinakufa. Kwa hivyo basi nakuhusieni sana pamoja na kuhusia nafsi yangu, tunatamani hii dawa ipate izza, tunatamani hii dawa ipate nguvu. Lakini dawa hii haiwezi kupata nguvu kama sisi tutakuwa tuko mbali na elimu, kujifundisha, lakini pia kufundisha, kusoma na kusomesha. Kama kutakuwa kuko mbali, maana yake kupata nusura kwenye hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo litakuwa ni jambo gumu, jambo hilo litakuwa ni jambo zito. Ndugu zangu katika imani, na kuonekana kwamba elimu ina umuhimu mkubwa, Qur'ani na Sunna ikaonyesha mwongozo wazi juu ya sharafu na fadhila hii elimu, ili watu wake wawe na ikibali, al-ikibali al-kulia, watu wake waelekee elimu, kuelekea kwa ujumla wake. Kwa nini? Kwa sababu elimu ndio kila kitu. Qur'ani ikaja ikazungumzia sharafu na fadhila ya elimu na watu wake. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikaja zikazungumzia utukufu wa elimu na watu wake. Kwa nini? Ili watu waelekee hiyo elimu, na watakapoelekea hiyo elimu ndio tutapata ukombozi. Kuelekea hiyo elimu ndio tutapata izza, nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika Qur'ani aya nyingi, lakini miongoni mwa hizo ni ile ambayo katika Al-Imran pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki katika hii ardhi isipokuwa yeye, lakini pia malaika zake wanashuhudia hilo. Wa ulul ilmi, na wale waliopewa ilmu, qa'iman bil qist, waliosimama kwa uadilifu, nao wanashuhudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahili kuabudiwa katika hii ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahili kuabudiwa katika hii ardhi kuliko mtu wa aina yoyote, kuliko kitu cha aina yoyote. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akaelezea juu ya hii aya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea sharafu na utukufu wa ahli ilm. Kwa nini? Kwa sababu ya haya yafuatayo. Akaeleza akasema, karana Allah subhanahu
shahadatahu bi shahadatihim. Allah subhanahu wa ta'ala amekutanisha ushahidi wake na ushahidi wao. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ushahidi katika hii ardhi kwamba yeye ndiye anayepasa abudiwe kwa haki, kwamba yeye ndiye anayepasa abudiwe katika hii ardhi. Ikisha kwenye ushahidi aliotoa Allah, akawafanya ulul ilm nao wanashirikiana naye Allah kwenye ushahidi huo. Tukasema kwamba hebu angalia mfano katika hii ardhi kwamba mimi au wewe, anazungumzia mfalme katika ufalme wa hii ardhi, anazungumza rais katika marais wa hii ardhi, lakini kwenye lile analozungumza anamuita mmoja wetu katika sisi, anasema ushahidi ninaotoa pia na huyo anatoa ushahidi. La shaka, hakuna shaka ndugu yangu, utakapokutanishwa kwenye ushahidi wa rais na wewe, hiyo ni izza, al-izzatul akbar, huo ni utukufu mkubwa kabisa. Utakapokutanishwa na ushahidi wa mfalme wa Kisaudia, akazungumza jambo, akasema mimi ninashuhudia mimi, lakini namuita fulani naye anashuhudia jambo hili, la shaka kwamba ni izza, ni utukufu mkubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala utukufu akaurudisha kwa ahli ilmu, kwamba wao ahli ilmu wana utukufu mkubwa kwa sababu amewakutanisha kwenye ushahidi wake aliotoa Allah. Ndugu zangu katika imani, haya yote Qur'ani inawataja na haya yote ahli ilmu wanayataja ili tuone kwamba hili jambo lina ubora mkubwa. Bila jambo hili hakuna kitakachosimama. Bila elimu hakuna kitakachosimama. Ili tusimamishe hii dini inatupasa tuisome. Ili tusimamishe hii dini inatupasa tufundishe. Ili simama, haiwezi kusimama hii dini kama huu msingi utokuwepo. Haiwezi kusimama hii. Watakapoelewa vijana katika jamii ya watu ambao hawaifahamu dini, maana yake na wao pia watakuwa ni watu hawaifahamu dini. Unategemea kesho na kesho kutwa nani atanusuru hii dini? Nusura hii dini haisimami nje ya msingi wa elimu. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni sana pamoja na kuhusia nafsi yangu, tulazimiane na kusoma, lakini kile tulichokisoma pia tulazimiane na watu wengine wakifahamu. Tutakapofanya hivyo, tutafika katika yale malengo yaliyokuwa makubwa ambayo aliyafikia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakayafikia masahaba, wakayafikia matabi. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'ilu min astaghfiruhu wa huwa al-ghafur. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni sana pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu ya kwamba dini hii haiwezi kusimama kama watu wake watakuwa mbali na elimu. Ndugu zangu katika imani, aya katika Qur'ani ni nyingi, lakini pia ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi ambazo zinazungumzia sharaful ilm, lakini pia na watu wake. Katika hadithi ambazo An-Nabii alayhi salatu wasalam ametufahamisha juu ya utukufu wa hili jambo, hadithi ambayo umetaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkusudia khairi basi anamfundisha katika dini. Ndugu yangu Muislamu, angalia katika hadithi hii na iangalie maana ya hadithi na yale yanayofungamana na hadithi. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din, yule ambaye Allah amemkusudia khairi anamfundisha dini. Angalia kwamba ukitaka uwe miongoni mwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewateua katika hii ardhi na akakusudia heri zake ziwafikie, si kwa mali nyingi, hapana, si
kuwafanya ni watu ambao wana vyeo katika hii ardhi. Hapana, bali anawafundisha katika hii dini, anawapa taufiki ya kuisoma hii dini. Utakapokuwa ni miongoni mwa waja ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekifungua kifua chako, ameondosha ule ugumu ndani ya kifua chako, ukakaa katika majalisi ya elimu, ukakaa katika vikao vya kielimu, abishir, kuwa na bishara njema kwamba wewe ni katika wale ambao Allah amewateua katika hii ardhi na akawakusudia kuwapa kheri zake. Na si kama sisi tunavyoona kwamba mtu aliyekusudiwa kheri ni yule aliyekunjuliwa katika dunia, anakula anachotaka, analala anapotaka, anasafiri kwenye usafiri anaotaka. La, wallah, bali yule ambaye Allah amemkusudia kheri anamfundisha katika hii dini, hata kama atakuwa katika watu wa chini katika hii ardhi. Ndugu zangu kiimani, nakuseni sana mambo inayohusiana nafsi yangu. Mihangaiko yetu ambayo tunaifanya katika hii ardhi ni mingi, lakini mihangaiko hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hakuifanya kwamba ni sehemu ya utukufu, hakuifanya kwamba ni sehemu ya kufanikiwa, bali akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah bihi tariqan aljanna, mwenye kuishika njia ambayo anaitafuta elimu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia wepesi njia za kwenda peponi. Abishir, kuwa na bishara njema kama Allah subhanahu wa ta'ala amekufungua kifua chako. Kuwa na bishara njema kama Allah subhanahu wa ta'ala ameondosha uzito katika kifua chako, ukashiriki katika majalisi ya elimu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah bihi tariqan aljanna, mwenye kushika njia hiyo anatafuta elimu, Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia wepesi njia za kwenda peponi. Ndugu yangu Muislamu, unataka ufanyiwe wepesi njia za kwenda peponi, lazimiana na majalisi ya elimu, lazimiana na vikao vya elimu. Kama unataka ufanyiwe wepesi wa kwenda peponi, kama unataka ufanyiwe wepesi wa kwenda peponi, lazimiana na vikao vya elimu. Lakini pia Mtume sallama akasema, man ghada ila almasjidi la yuridu illa an yataallama khaira au liyuallima kana lahu min alajri hajatan hijjatuhu. Yote yule ambaye atatoka nyumbani kwake muda mapema anaelekea msikitini, la yuridu illa an yataallama khaira, hakusudii kuwajifundishe kheri, ajifundishe dini yake, au liyuallima, au afundishe. Maana yake anakwenda msikitini hali ya kuwa nia yake ni mwanafunzi, na makusudio yake ajifundishe katika dini ya Allah. Anatoka nyumbani kwake anaenda msikitini, nia yake ni mwalimu, anaenda msikitini kwa ajili ya kufundisha dini ya Allah. Yani mwanafunzi na mwalimu wote ni watu wenye ikhlas kwenye jambo lao. An-Nabii alayhi salatu wasallam anasema watu hao basi Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa ujira wa hija iliyokamilika. Walhijjatul mabrur la jazaa lahu ila aljanna, na hija iliyokamilika haina malipo isipokuwa ni pepo. Unataka nini ndugu yangu Muislamu? Unapewa bishara njema, unapewa tiketi ya peponi kwa kushiriki majalisi ya elimu. Pamoja na hivyo tupo mbali kabisa na elimu. Na ndugu yangu Muislamu, ghurbatud-din, ugeni wa dini ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliutabiri kwamba utakuja akhir zaman, baada ya Uislamu ghariba wa sayudu ghariban kama bada fatuba lilghurba. Umeanza Uislamu kuwa ni mgeni na utarudi pia kuwa ni mgeni kama ulivyoanza. Bishara njema, kufaulu ni kwa wale watakaoonekana wageni. Ghurbatud-din, ugeni wa dini hauji isipokuwa baada ya watu wao kuwa mbali na kujifunza dini yao. Ghurbatud-din, ugeni wa dini hautoujia umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugeni wa dini hautofikia umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa baada ya watu wake kuwa mbali na elimu. Watu wake watakapokuwa mbali na elimu, maana yake dini itasahaulika. Dini itakaposahaulika, maana yake watu wataishi katika dini isiyokuwa dini ile ya asili. Watu watakapoishi katika dini ambayo sio dini ile ya asili, maana yake ile dini ya asili inatoweka. Sababu kubwa ya kutoweka dini ya asili nini? Ni watu kuwa mbali na elimu. Watu kuwa mbali na elimu.
Ndugu zangu katika imani, na kuhusiana pamoja na kuhusia nafsi yangu, mkitaka hii dini isimame, watu wazima wasome na wasomeshwe watoto wao. Na mkitaka hii dini isimame, watu waipe mkono elimu. Na kuipa mkono elimu, fasha jahalu, hapo ndipo ujinga utakapoenea. Na sasa pia hali halisi inakuonyesha kwamba ujinga ndio umeenea katika jamii. Ujinga ndio umeenea katika jamii. Watu wa haki wanaonekana ni wageni, na watu wa batili wanaonekana ndio watu wenye dini yao, bali nyinyi mnaleta fujo katika hiyo dini. Hiyo ndio waki inavyoonyesha, hiyo ndio hali halisi inavyoonyesha. Kwa nini hali imefikia hatua hiyo? Ujinga ndio umetawala na elimu imetoweka. Kitu gani kifanye ili elimu irejee na ujinga utoweke? Lazima tusome na tusomeshe. Lazima tusome na tusomeshe. Tusome na tusomeshe. Tukifanya hivyo, hii dini tutainusuru. Tukifanya hivyo, hii dini tutainusuru. Lakini tutakapokuwa mbali na elimu, uwezekano wa kuinusuru hii dini, ndugu zangu, haupo. Hii dini haijanusuriwa hivi, bali watu wake walisoma hivi. Walivyosoma hii dini wakielewa. Walivyosoma hii dini wakielewa thamani ya hii dini. Walivyosoma hii dini wakielewa thamani ya hii dini, kwamba nafsi zao, mali zao, uwezo wao, nguvu zao wakitoa kwa ajili ya kuinusuru hii dini baada ya kuifahamu hii dini. Wakafanya fidaa ya nafsi zao, wakafanya fidaa ya mali zao, wakatoa fidia ya nafsi zao kwa ajili ya hii dini, wakatoa fidia ya mali zao kwa ajili ya hii dini. Kwa nini? Kipindi gani? Kipindi ambacho wamefahamu thamani ya hii dini. Mimi na wewe tukufahamu thamani ya hii dini, tutoa nafsi zetu kwa ajili ya nusura hii dini. Tukapoelewa thamani ya hii dini, tutoa mali zetu kwa ajili ya kuinusuru hii dini. Tusipoelewa thamani ya hii dini, hatutoa nafsi zetu kwa ajili ya hii dini. Tusipoelewa thamani ya hii dini, hatutoa mali yetu kwa ajili ya hii dini. Usione ukurudi nyuma kwa Uislamu. Kurudi nyuma kwa Uislamu kuinusuru hii dini ni kutoifahamu hii dini. Mwenye mali akizia mali yake, mwenye nguvu akizia nguvu yake, mwenye nafsi akizia nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu hajui umuhimu wa hichi kitu. Wale waliotangulia walipojua umuhimu wa hichi kitu, hivi vitu vikawa havina thamani juu ya hii dini. Mali ikawa haina thamani juu ya hii dini. Wao mali itoke hii dini isalimike. Nafsi zao zikawa hazina thamani juu ya hii dini. Nafsi zao ziondoke, dini isalimike. Nguvu zao zikawa hazina thamani juu ya hii dini. Nguvu zao zitoe, hii dini isalimike. Hivyo ndivyo walivyokuwa wale wa mwanzo baada ya kuifahamu hii dini. Sisi hatuwezi kuinusuru hii dini kama hatuisoma hii dini. Ndugu zangu katika imani, na kukusini sana, hii dini tuisome. Tukapoisoma ndipo tutakapoinusuru hii dini. Tusipoisoma hakuna uwezekano wa kuinusuru hii dini. Na kusini sana mambo ina kuhusia nafsi yangu, tulazimiane na vikao vya elimu. Na kupolazimiana na vikao hivyo, hakuna shaka tofauti. Hakuna shaka tofauti. Pamoja na hekila uchache tulikuona wala tofauti. Omba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoza katika njia iliyonyoka. Omba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mafunzo makubwa kusoma hii dini na kufundisha hii dini. Omba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mapenzi yetu makubwa ni hii dini isurike na hii dini iweze kupata nguvu katika hii ardhi. Omba Allah subhanahu wa ta'ala atilie chetu katika mapenzi ya kupenda hii dini. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udhu bika min sharri ma sa'alaka min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah.